Kirui KTN. Tuelekee mahakamani ambapo Wakenya wamepata ushindi mkubwa kwa sababu mahakama kuu imetangaza kuwa vifungu vya 6 na 27 vya sheria ya marekebisho ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mitandao ni kinyume cha katiba. Hatua iliondolea serikali mamlaka ya kufunga tovuti bila kibali cha mahakama. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa Alhamisi, Jaji Patricia Nyaundi alifutilia mbali mamlaka makubwa ya kuizuia kiholela matumizi ya tovuti na programu za kidijitali, pamoja na kufuta kosa la tata lililohusiana na machapisho yanayodaiwa kuchochea kujitoa uhai au msongo wa mawazo. Fatma Chidagaya anafafanua zaidi. Mahakama Kuu imejenga ngao imara ya kisheria kulinda haki za watumiaji wa mitandao nchini. Ikiegemea hoja za watetezi wa haki za kidijitali, mahakama imeiondolea serikali baadhi ya mamlaka yake makubwa ya kudhibiti taarifa zinazosambaa mitandaoni. Kifungu cha kwanza kufutiliwa mbali kilikuwa kifungu cha 6. Chini ya kifungu hicho, Kamati ya Kitaifa ya Uratibu wa Matumizi Mabaya ya Kompyuta na Uhalifu wa Mitandao ilikuwa na mamlaka ya kufunga tovuti na programu za kidijitali bila kibali cha mahakama. Leo mahakama iliamua kuwa mamlaka hiyo ilikiuka uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa vyombo vya habari. Mahakama pia ilifutilia mbali kifungu cha 27 kilichotaka kupanua maana ya unyanyasaji wa mtandaoni kwa kuhalalisha adhabu dhidi ya mawasiliano yoyote yanayodaiwa kuweza kusababisha mtu kujitoa uhai au kupata msongo wa mawazo. Mahakama iliamua kuwa masharti ya kifungu hicho hayakuwa wazi, yalitegemea hisia na yangeweza kutafsiriwa kwa namna tofauti. Hata hivyo, sio kila hoja ya walalamishi ilikubaliwa. Mahakama ilitupilia mbali malalamiko kuhusu haki ya faragha chini ya ibara ya 31, ikisema walioshtaki hawakueleza kwa usahihi ni kwa namna gani sheria hiyo ilikiuka haki hiyo. Pasi na mabadiliko hayo, lugha isiyo wazi ya sheria hii ingeweza kutumiwa na viongozi au wanasiasa kuwalenga wakosoaji wao. Utumiaji wa katuni au picha za kuchekesha kufichua ufisadi au kukosoa sera za umma na kugeuza uchapishaji huo kuwa kosa la jinai. Maafisa wa uchunguzi wa jinai wa DCI wamekuwa wakitumia sheria hii kuwalenga baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanaokosoa viongozi. Miongoni mwao ni Halima Ngache almaarufu kama Princess Halima, aliyekamatwa Mombasa baada ya kuchapisha ramani za njia za ndege zinazoonyesha safari za Rais William Ruto. Na kesi iliyozua mjadala mkubwa zaidi ni ya mwandishi wa habari Peter Masekemwita, aliyekabiliwa na hatari ya kifungo cha miaka 10 na faini ya shilingi milioni 20 kwa tuhuma za unyanyasaji wa mtandaoni baada ya kudaiwa kutuma ujumbe mmoja wa WhatsApp kimakosa. Kwa kufutilia mbali vifungo hivyo, mahakama sasa imeondoa uwezo wa serikali kufunga tovuti au majukwaa ya kidijitali kiholela. Hivyo basi uamuzi huu kuweka mpaka wazi dhidi ya utumiaji wa mamlaka kando na katiba. Fatma Chidagaya, Runinga ya KTN. Bila shaka ni afueni kubwa kwa watumizi wa mitandao.